Thania, jambo la pili, husnun nia, nia nzuri, kuwa na nia njema katika jambo la kusoma, kwa maana kwamba kuwa na nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unasoma kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya Allah, kwa maana al-ikhlas, kuwa na al-ikhlas. فالمرء يجعل نيته لله عز وجل في طلب العلم. mtu ataitengeneza nia yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la kutafuta ilmu, mukhlisan lillahi fi dhalik, hali ya kutakasa ibada yake hii ya ilmu kwa ajili ya Allah. La yuridu sum'atan, hakusudii sum'a, kuwasikilizisha watu. Sum'a ni watu wasikie kisha wakusifie. Unamsikia huyo? Huyo bwana shekhe, sikia darasa hiyo. Sasa wewe nafsi yako ndio tayumkini unaweza kuulizia hasa, vipi hakuna aliyesifia? Toa hutuba, unaweza kutoa hutuba, muuliza mtu, vipi hutuba ilikuwa mutrib qayyima? Hutuba safi. Basi nafsi yako tena imeridhika kwamba leo nimetoboa, nimegonga maiki kweli kweli leo. Hii ito sum'a. Sawa, hii inaitwa sum'a, kutaka kuwasikilizisha watu, si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasikia watu ule uhodari wako wa kuyatiririsha mambo, ambalo jambo hili limeingiliwa sana na shetani. Na muombe Allah sana katika hili akuepushe na hili. Nilizungumzia nafsi yangu na zungumza na nyinyi. Kumbukeni maneno ya al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, ma alajtu shay'an yashadda alayya min niyyati. Nasema Sufyan al-Thawri rahimahullah, sikuwahi kutibu kitu kikawa kigumu kuliko nia yangu. Haya maneno yana maana pana, anakusudia kwamba kila kati muombe Allah saada, kuepusha na as-sum'a war-riya, as-sum'a war-riya, sababu nia ina sifa ya kubadilika. Yawezekana ukiingia msikitini kwa nia saliha, naelewa, mathalan unaingia msikitini nia yako ni kusali tahiyatul masjid, kafika msikitini sudfan unamwona mwalimu wako yuko pembeni, kakaa pale afanya adhkari, aliyekusomesha sala, umeelewa? Hukuwa na miadi naye, sudfa imetokezea tu, umkuta mwalimu kishakaa pale afanya fikiri zake, msikiti ambao hukutarajia kumkuta, na wewe ndio unaingia useme tahiyatul masjid. Nafsi inakwambia vipi? Habirha, ipambe hiyo sala, akuone kama uliifahamu sifatu sala. Basi nia imeharibika tayari. Kwa nia na sifa ya kubadilika, imma fi bidayati al-amr au fi athna'i al-amr au fi nihayati al-amr, mwanzoni mwa jambo au katikati ya jambo au mwishoni mwa jambo. Yumkin ukatoa lillahi ta'ala, lakini baadaye jambo likafanya kuharibika, au kaanza kusoma ilmu ya kisheria kwa nia saliha na ukatawakkal kwa Allah azza wa jalla, lakini baada ya kumaliza kusoma, nafasi uliyopewa sasa katika nafasi za kielimu ikaharibika nia, ikawa jambo lako la kusoma sasa na jambo lililopewa baada ya kusoma ikaharibika nia yote, ikawa wewe wataka sum'a muda wote upate usikilikane. Tumuomba Allah tawfiqa wassadad wal afia wassalama. Wala shuhratan, wala sikusudie mtu shuhra, kushuhurika kama nijulikanwe mie Tanzania nzima, ana da'i min du'at, mimi ni mlinganizi katika walinganizi, ana mudarrisun min mudarrisin, mimi ni mwalimu katika walimu. Asikusudie mtu jambo hilo, bali baadhi ya wanawachuoni wanasema dhukirtu wa ana la uhibbu an udhkar, au kama qala, nilitajwa na watu na mimi sikuwa napenda kutajwa. Waliyafanya hayo wanawachuoni wa zamani wakiepuka katika jambo la shuhra, kina al-Imam Ayyub as-Sakhtiyani na mfano wake. Wala aradhan min a'radi dunya, wala sikusudie jambo katika mambo ya kidunia, yani hii thamani katika thamani za kidunia. Asikusudie hilo kwamba labda nikishasoma nitapata nafasi, nitapata mshahara. Asikusudie jambo hilo,
akusudie jambo la ilmu. Kwa nia ipi? Tutataja hapa baadhi ya mambo ambayo wewe watakiwa uyatilie nia katika mambo hayo biidhnillah tabaraka wa taala. والعمل لا يكون العبد مثابا عليه نتلا ومن جعل نيته لله ناتكيجاليه نيته kwa ajili ya Allah وفقه الله تعالى اتوافقishwa الله تعالى واثابه على ذلك na Allah tamlipa kwa hilo لان العلم عباده بل من اعظمها ilmu ni ibada bali ni katika ibada kubwa miongoni mwa ibada kubwa. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ana maneno anasema kwamba talabul ilmi afdal min salati nafila, kutafuta ilmu ni bora zaidi kuliko sala za sunna. Bali walipokelewa baadhi ya wanawachuoni wakasema la an atluba alilma khairun li, kutafuta ilmu ni bora kwangu zaidi min an atatawwa 1000 rak'a, kuliko kusali raka 1000 tatawwa. Yani kutafuta ilmu ni bora kuliko kusali raka 1000 za sunna, kwa kwamba ni a'dhamu al-ibada jambo la kutafuta ilmu. Ikiwa ni ibada, tunafahamu sote kwamba Allah azza wa jalla la yaqbalu ay amalin min li ay amilin illa bishartain ma'rufain. Allah hakubali ibada ya mtu yote isipokuwa masharti mawili yenye kujulikanwa. Wengine mtaja matatu, wengine manne, lakini yaliyoshuhurika ni mawili. Jambo la kwanza al-ikhlas, nayo ni husnul niyya, na jambo la pili al-mutabaa. Wal-amadu la yakunu al-'abdu muthaban alayhi, na tendo hawi mtu mwenye kulipwa illa idha kana khalisan lillahi ta'ala, isipokuwa awe ni mwenye kutakasa kwa ajili ya Allah ta'ala, muttabi'an fihi lirrasul sallallahu alayhi wasallam, mwenye kufuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu azza wa jalla yaqul inna Allaha, hakika Allah, ma'al ladhina taqaw, yuko pamoja na wale wenye kumcha yeye, walladhina hum muhsinun, na wale ambao wao ni wenye kutenda wema, wakasafisha nia zao na wakafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'dhamu at-taqwa ikhlasu an-niyyati lillah, na taqwa kubwa zaidi tuja kwenye aya hii ni kutakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmurai fi talabi al-ilmi fadala an khasaratihi fi dunya, na mwenye kutaka kuonekanwa katika jambo la kutafuta ilmu ni zaidi anatakiwa aitakase zaidi nia yake an khasaratihi fi dunya, kutokana na kula khasara katika dunia. Yani talibul ilmi anatakiwa zaidi aitakase nia yake. Mimi nakwambieni jambo la kusoma ndiyo kuitengeneza ibada, si ndio? Tukubaliana sote. Kwa kuwa siku ya kiyama kuna watu watakwenda dhalla sa'yuhum fil hayati dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, au kama qala jalla wa ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Amekwenda mbele ya Allah, amesali sana, lakini hakujua sala yake namna ya kusali sahihi. Labda alisali sunna zote, qiyamul layl, lakini hakuwa akisali sawa. Na yule ambaye akisali rakaa moja tu, labda qiyamul layl anawitiri kwa rakaa moja, lakini biilmin wa basira, huyu ni bora kuliko mwingine, si ndio? Tukikubaliana hilo, usidhani kwamba shaitan la'natullahi alayhi atakuachilia utakase nia yako. Kwa shetani mwenyewe anakughuri katika hilo, lakini kadhalika jamii iliyokuzunguka haitaacha kukusifia pale ambapo utafanya vizuri. Hapo hapo ndiyo mwanya wa shetani. Yumkin nia yako sio hiyo, hukukusudia ash-shuhra wat-tasaddur, hukusudii kushuhurika wala kuwa mtu wa kuwekwa mbele,
lakini jamii kwa kuwa inakupa ihtiram kwa ile ilmu uliyokuwa nayo, kwa sababu tayari pia katika masala ya ilmu tulabul ilm wanatakiwa wawape ihtiramu walimu wao, si ndio? Wanakubebea viatu, unabebewa vitabu vyako, sababu hata Mtume sallam alifanyiwa hayo. Lakini ukijiona kama utaingia katika jambo baya, bora ni kuacha. Lakini wanafunzi wanafanya kwa ajili ya nini? Ihtiraman wa ijlala, kukuheshimu na kukutukuza kwa sababu kile ambacho umekibeba ambayo ni ilmu. Sasa jitahadhari sana na kumwomba Allah, kwa sababu muda mwingine hayo anayofanyiwa shetani anapita humo humo. Akipita shetani, jambo linaharibika, unakula hasara kwa ile ilmu ambayo umekuwa nayo. Anasema mwandishi, fa innahu muaqabun fil akhirah, hakika yeye atakuwa ni mwenye kuadhibiwa akhira. Kama jaa fi thalathati alladhina, kama vile ilivyokuja kuwahusu watu watatu ambao yushabuna ala wujuhi, kama jaa fi thalathati alladhina yushabuna ala wujuhihim fi an-nar, kama ilivyokuja kuwahusu watu watatu ambao watabururwa kwa nyuso zao kuelekea katika moto. Wa minhum rajulun talaba al-ilma, na miongoni mwa hao watu watatu ni mtu ambaye ametafuta ilmu, liyuqala alimun, ili yasemwe yeye ni mjuzi, huwa alim. Waqad qila, hapa imesemwa hadithi maarufu ambayo imepokea al-Imam Muslim, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu aliposema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi, hakika wa mwanzoni katika watu watakaohukumiwa juu yao siku ya kiyama, rajulun istushhida, mtu ambaye amekufa hali ya kuwa amepata ushahidi katika vita. Fautiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa, ataletwa akikumbushwa na kutajiwa neema yake na ataikiri na kuifahamu. Faqala fama amilta fiha, ataulizwa ulifanya kwa ajili ya nani? Qala qataltu fika hatta istushhidtu, nilipigana jihadi kwa ajili yako Allah mpaka nikauawa shahidi. Qala kadhabta, ataambiwa umesema uongo. Walakinaka qatalta li an yuqala jari, ulipigana vita ili pasemwe kama wewe ni jasiri. Faqad qil, pamesemwa. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar, pataamrishwa burure mpaka katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah. Na mtu wa pili, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama, mtu ambaye amejifundisha ilmu na akaifundisha. Ameanza kusoma kwanza, ndio katika njia ya kusoma, kisha akaja akaifundisha ile ilmu ambayo ni natija ya kusoma, kama alivyotaja al-Imam الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله katika thalathatul usul, al-ilm wal-amal wad-da'wa was-sabr. Kwa baada ya ilmu kuna al-amal wad-da'wa, na yeye akasoma kisha akaja akaifundisha ilmu. Allah atamuita wa qara al-Qur'ana, na akaisoma Qur'ani. Allah atamuita na atamkumbushia neema hii na aitambue na aikumbuke. Allah muulize, fama amilta fiha, ulifanya kwa ajili ya nani? Qala ta'allamtu al-ilma 'allamtuhu, nilijisomea ilmu na nikaifundisha. Wa qara'tu fika al-Qur'an, na nikasoma Qur'ani kwa ajili yako. Qala kadhabta, ataambiwa umesema uongo. Walakinaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun, ili pasemwe huwa alim. Akisema mtu fulani mbele ya mtu fulani, mtu fulani hawezi kufika. Yule bwana anasema bwana kadha wa kadha, haya kusemwa sio shida, lakini vile ambavyo wewe utafurahikia. Kuna kitabu wengi mnacho chaitwa Maalim fi tariqi talabil ilm, kile kusomeshwa hapa katika mlango akizungumzia vizuizi vya kupata ilmu. Anacho kitabu cha kafungue, akazungumzia nukta ashuhratu watasaddur, kutaka umbele mbele na kushuhurika na kutaka umbele mbele.
Katika maelezo akaeleza, ikiwa wewe unapendelea panapokuwa na kundi la watu, ukiingia watu wote wakuangalie wewe na wakuzingatie wewe, unalipenda hili jambo, basi wewe nia yako ni mbaya. Kinyume na ukiingia watu wapo na shughuli zao, wewe wala hujali, basi wewe sema nia yako ni salihah. Lakini ukiingia watu na shughuli zao, la kukera kama nimeingia wanashinda kuja kunisalimia na kuinuka, jua wewe nia yako ni mbaya. Umeelewa? Lakini umesha sehemu wala utaki manake uonekane na utajwe huko kimya. Tafulani uko wapi? Utafutwa yule pale. Tana habari huna, yani mambo ya kawaida. Umeelewa? Hivi ndivyo ninavyotakiwa. Lakini wewe mbele hivi sivyo ninavyotakiwa. Utaambiwa muongo, wa qara'ata alqur'ana liyuqala huwa qari, na umesoma Qur'ani ili pasemwe kwamba huyu ni msomaji. Akiswalisha qiraa yake usizungumze, na wewe ni mbele pakikimiwa ushafika kwenye kibla tayari, na wala sio imamu aliyochaguliwa, lakini ule mbele wako tu basi na kutaka kujulikanwa na kadha wa kadha, wewe ushafika kibla tayari. Sema mimi nina nia mbaya sana, itibu nia yako. Tumuomba Allah tutengeneze katika hili. Kadhalika miongoni mwa nia mbaya, na ukajiona ukawa umeharibu nia yako, itakapokuwa wewe ni mwalimu, tena hili tanabahi, utakapokuwa wewe ni mwalimu kisha wale wanaowasomesha wakakuhama wakaenda kwa mwalimu mwingine likakukera, hilo nia ni mbaya. Hawatu wapo kwa lengo lako ni nini? Unaposomesha lengo ni nini? Abu Muqtasim, mfano ukiambiwa wewe unaposomesha lengo ni nini, utajibu nini? Sote wapate maarifa, si ndio? Na jamii tengenee. Hivi kuna wajibu kwamba lazima utengeneze wewe, au jamii itengenee tu basi kwamba lazima watu wajue wasome kwangu, asiyesoma kwangu huyo amekosea? Hawa watu wapo, na sitaki kuzungumza sana kwa sababu nitawagusa watu, lakini hiyo kitu ipo. Sasa wewe muda wa kuwa upo katika njia ya kusoma hii, sikupitikie kwamba mimi ni bora kuliko mtu fulani. Siku zote hakir nafsak, ishushe chini nafsi yako kwamba huwa afdalu minni, yeye ni bora kuliko mimi. Anataka kasome kwa mtu fulani, nenda muhimu kasome, au siende Joseph. Wa illa iwe kuna huyo mtu ana tabia mbaya, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo yanazuia mtu kupata ilmu, mwalimu wake kwa tabia mbaya, huyo mtahadharisha, usiende, ana tabia mbaya. Umefahamu? Kile mtu ni mzuri na tabia basi, lakini nafsi yako tu basi ina roho mbaya na nia mbaya, unamzuia mtu. Wewe utakuwa miongoni mwa hao watu watatu, Allah tuhifadhi. Na mtu wa mwisho ni yule ambaye ametoa ili aonekane yeye ni mkarimu. Mahallu shahid ni yule ambaye amesoma na kusomesha ili aonekane alim, huyo atakuwa ameharibu nia yake. Tutakuwa na mpaka 45 tutapumzika. Kuna mambo ambayo wewe unatakiwa uyazingatie, yadhibiti sasa haya ili uwe na nia njema. Kuna nia inatakiwa wewe uwe nazo katika moyo wako. Tanwi an tataallama alilma, unanuilia wewe kwamba natafuta ilmu kwa ajili ya gani? Lita'bud Allah ala basira, ili umwabudu Allah kwa basira, kwa ilmu. Kwa nia yako ya kwanza kabisa ukitengeneza, itengeneze nia kwamba nasoma ili niabudu kwa elimu, kwa kuwa Allah tuambia kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Kwa hiyo mimi nasoma kwa ajili ya kuabudu kwa ilmu, nisiabudu kwa jahili. Hii nia ya kwanza. Jambo la pili katika nia, unasoma kwa nini? Lianna talaba alilmi ibada,
kwa sababu kutafuta ilmu ni ibada. Kutafuta ilmu ni ibada. Kwa mimi natekeleza ibada hapa kama alivyosema Mtume sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kwa ni ibada iliyoniwajibikia. Kwa kwenye njia yangu ya kusoma natekeleza ibada, wa arju min Allahi athawab. Kwa ni ibada hii naifanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja hadithi mbele ya al-Imam Ibn Abd al-Barr fi Jami' al-Ilmi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, katika maneno ya al-Imam Allah ibn Shakhir rahimahullah ta'ala, asema fadlul ilmi khairun min fadlil ibada. Fadhila za ilmu ni bora kuliko fadhila za ibada za sunna. Kwa unasoma, hii ni ibada, na ibada ambayo itakupeleka wapi? Janna. Kama alivyosema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Ili jambo la pili. Jambo la tatu, kwenye kutengeneza nia yako, unasoma likai tusibaka da'watu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, likai tusibaka da'watu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ili upate dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani uingie wewe katika dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alisemaje katika dua yake? Anapokea hadithi al-Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nadhara Allahu imra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'a farubba muballigh aw'a min sami'in. Au tie nuru Allah uso wa mtu, atie nuru uso wa mtu ambaye amesikia kutoka kwetu chochote katika ilmu, amesikia kwa maana amesoma, kisha faballaghahu kama sami'a, akaifikisha kama alivyosikia. Ta'allama wa 'allama, amesoma sami'a, wa 'allama ballagha, akafikisha. Huyu ana dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kung'ara, uso wake ung'ara fi dunya wal akhirah. Kwa mimi nasoma hapa, nimesikia ilmu kisha nikaisomesha ili niingie katika dua ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la nne ambalo wewe litilie nia katika kutafuta kwako ilmu, unasoma likai yarfa'aka Allahu bihi darajat, ili Allah kuinue daraja يوم القيامة. likai yarfa'aka Allahu bihi darajat, ili akuinue Allah kwa sababu ya ilmu daraja. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an al-Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Anawainua Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao wameamini miongoni mwenu na wale waliopewa ilmu daraja nyingi. Kwa mimi nasoma ili Allah kaniinue daraja يوم القيامة, nikapata daraja za juu siku ya kiyama. Ndio maana nasoma, sio kuinuliwa duniani kama niwe bora kuliko watu wote duniani, mimi niangaliwe kama anavyoangaliwa Sheikh Saleh bin Abdullah bin Fauzan, nikiingia watu tetemeke mikono yao. Hapana. Aliinuliwa kainuliwa na Allah, na wala wao usichukie kuinuliwa mtu mwingine, sababu Allah azza wa jalla humuinua amtakaye na humdondosha amtakaye. Na huenda Allah kamuinua yule ambaye ana qillatu al-ilm, qalilul ilm, ana ilmu ndogo sana, akamuinua juu, akaonekana mtu bora kuliko mwenye kathirul ilm, kwa sababu labda ya taqwa na khashia. Sio, umeeleweka? Hao tunawajua, kuna watu wana vyeo vingi na wana ilmu kubwa, wana vyeti vya doktora, lakini hawana rifa kama mtu ambaye pengine ana thanawi tu basi, lakini ana rifa ya hali ya juu sana. Kama ataweka muhadhara kwa ile thanawi iliyokuwa nayo, anaweza akajaza Jamiu Zinjibar
lakini mwenye doktora pengine mistari miwili asipate ya watu. Hii ni rifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe taka rifa يوم القيامه, Allah kuinua daraja siku ya kiyama. Jambo la ngapi? Jambo la tano ambalo wewe nia yako iwemo, unasoma likai tasila ila maqamil khashyati min Allah, likai tasila ila maqamil khashyati min Allah, ili ufikie katika nafasi ya khashya kwa Allah azza wa jalla, kama qala jalla fi ula, inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Kika hapana vingine wanaomuogopa Allah kweli ya kumuogopa ni katika waja wake wenye ilmu. Unasoma ili Allah azza wa jalla akufikishe wewe katika maqami ya khashya, wewe ni mchaji. Hii ni nia ya tano. Lakini nia ya sita, unasoma na unakuja msikitini kusoma katika madarasa likai ta'khudha thawaba majalisi al-ilm, likai ta'khudha thawaba majalisi al-ilm, ili upate kuchukua thawabu za vikao vya ilmu. Qala alayhi salatu wassalam, wamajtama'a qaumun fi baitin min buyuti llah yatluna kitaba Allahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuhu. Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hawatakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, masajidullah na darisul ilm, wakiwa wanasoma kitabu cha Allah na wakisomeshana baina yao, ila huteremka kwa wao utulivu, hufunikwa na rahma za Allah, huzungukwa na malaika na hutajwa na Allah azza wa jalla huko juu, na yule ambaye imemchelewesha amali yake haitamharakisha nasabu yake. Unasoma kwa ajili gani? Taakhudha thawaba majalisi al-ilm. Ima moja unafahamu masaili yanayosomeshwa, ima moja hufahamu, lakini ikija rahma wewe si upo, sakina wewe si upo, lakini malaika wakiwazunguka wewe umo ndani, lakini Allah akiwataja waliokuwepo katika hiyo majlisi na wewe upo. Kwa unasoma haya uyapate, humkusudii mtu hapa, unakusudia salama ya nafsi yako. Jambo la saba, unasoma kwa ajili ya nini? Litadha almalaikatu ajnihataha laka ridan bima tasna. Litadha almalaika, ili waweke malaika, wazitandaze malaika, ajnihataha, mbawa zao, laka, kwa ajili yako, ridhan bima tasna, ili waridhie kile ambacho wewe unakifanya, kadhalika uipate dua yao. Imekuja hadithi tunaifahamu, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa innal malaika latadha'u ajnihataha ridhan bima yasna, malaika hutandaza mbawa zao kwa kuridhia kile ambacho talibul ilmi anakifanya. Baadhi ya wanawachuoni wakasema kutandaza malaika mbawa zao, muradi unaokusudiwa wanatandaza ardhini. Wapo waliosema hivi, wanatandaza ardhini mbawa zao. Unapotoka nyumbani kwako au nyumbani kwenu unaelekea kusoma, wewe unakanyaga juu ya mbawa zao. Wapo tayari waweke mbawa zao chini, wewe ukikanyage waelekea huko. Tulisoma ubeti jana katika khutba hapa, al-ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami. Ilmu ndo kitu kitukufu zaidi kinachotafutwa. Kama kuna mtu anatafuta maisha, anatafuta pesa, anatafuta kadha, kimsoma Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, wakati wao wanakuwa katika ukubwa, wale waliorika lake, yani umri wake, agement pamoja, wale wakapigana tashkili, wakatafute maisha. Yeye akasemaje? Nenda kutafuta elimu. Akalazimana na nani? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala.
Baada ya miaka kwenda mbele, yeye akaipata ilmu, akapata na maisha. Wale wakaenda kutafuta maisha, hawakupata ilmu wala maisha, wakaona kwenda kwake kumuomba. Anajua nyumbani leo hali si nzuri, sio? Umenifahamu? Kitakiwa ni kitu gani? Subra tu. Jambo ni nini? Subra. Yani wewe ukishakuwa na mwenzio twende tu Ulaya tukatafute hela, mwambie pita njia hii, mimi napita njia hii, tutakutana mbele. Umenifahamu? Kwa hiyo hawa wakikanyaga, wanakanyaga mbawa za malaika kuonesha kwamba jambo lao ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe unasoma ili malaika waziweke mbawa zao na wakuombee dua, huyo waelekea katika jambo lako la kusoma. Naam. Jambo la 8 katika mambo ambayo yatienia wewe, likai takuna min khiyari an-nas wa akramihim 'inda Allah la 'inda an-nas. Likai takuna, ili uwe wewe min khiyari an-nas wa akramihim, katika watu bora na watukufu zaidi ya watu 'inda Allah, mbele ya Allah, uwe mtu bora mbele ya Allah. Imekuja katika sahihain, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa man akramu an-nas, qala akramuhum atqahum, ni nani mtu mtukufu zaidi? Akasema ni yule mchaji wao. Qalu ya nabiy Allah, laysa an hadha nas'aluk, sio hilo tunalokuuliza. Qala, akasema fa akramu an-nas Yusuf nabiyullah ibn nabiyillah ibn nabiyillah ibn khalilillah, mtukufu zaidi ni Yusuf, ni nabii wa Allah, mtoto wa nabii wa Allah, mtoto wa nabii wa Allah, mtoto wa khalili wa Allah. Wakasema tena maswahaba, qalu laysa an hadha nas'aluka, silo hilo. Qala, kawaambia fa an ma'adin al-arab tas'alunani, kuhusu maadin ya Waarabu mnaniuliza? Qalu na'am, akasema ndiyo. Qala fa khiyarukum fil jahiliya, mbora wenu katika jahiliya, khiyarukum fil islami idha faqahu, atakuwa ni mbora katika Uislamu akiwa na fiqh. Mwenye fiqh ya dini, huyo ni mbora zaidi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, huyo ndo mbora zaidi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, wa fadlu al-'alimi 'ala al-'abidi kafadhli al-qamari 'ala sa'iri al-kawakibi. Kwa mbora zaidi mwenye ilmu, huyo ndiyo mbora zaidi ya watu, na kwa sababu ndiyo mcha Mungu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum wattaqwa inma yakhsha Allaha min 'ibadihi al-ulama. Kwa huna ilmu huwezi kuwa bora mbele ya Allah, kwa unasoma ili uwe bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walahu, amma ba'd. Tukiingia katika kipindi cha pili kutaja mambo ambayo talibul ilmi natakiwa ayajenge katika nia yake, na tulisimamia katika jambo la 8. Jambo la 9 ambalo talibul ilmi anatakiwa awe nalo katika jambo la kutengeneza nia, anuilie kwamba li'annahu afdalu min nawafilil ibadat, kwamba jambo la kusoma ni bora zaidi kifadhila mbele ya Allah kuliko ibada za sunna zote kwa ujumla. Kama anavyosema al-Imam at-Tabi'i Qatada ibn Di'ama as-Sadusi rahimahullahu ta'ala, akianukuu maneno ya sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anawaambia tadhakurul ilmi laylatan, kusoma kukumbushana ilmu, kukumbuka ilmu na kupitia ilmu usiku
mmoja ahabbu ilayya min ihyaiha, unapendeza zaidi kuliko kuhuisha kwa ibada za sunna, kusali qiyamul layl na kukaa nikaanza kusoma ilmu. Kwangu mimi kusoma ilmu ni bora kuliko kusali qiyamul layl. Sikwambii mtu ambaye anasimama usiku kusoma ni kusali qiyamul layl kisha akasoma, huyo anakuwa ni bora zaidi, kuonesha kwamba ilmu ina ubora wake. Lakini kadhalika sio huyo tu, wapo wanawachuoni wengine waliosema hayo. Mfano al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja kwenye kitabu Jami'ul Ilmi wa Fadli, amelitaja hilo al-Imam Ibn Abdul Barri kwa isnadi yake, akisimulia kutoka kwa mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi rahimahullahu ta'ala, anasema sami'tu ash-Shafi'iyya, nilimsikia al-Imam Shafi'i yaqulu, anasema talabul ilmi afdalu min salati nafila, kutafuta ilmu ni bora zaidi kifadhila kuliko jambo la kusali sala za sunna. Kadhalika huyo al-Imam Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu hicho Jami'u al-Ilmi wa Fadli, katika kurasa mwingine akanukuu maneno aliyoyataja al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Jalil Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri qala ma min 'amalin afdalu min talab al-'ilm idha sahhat fihi an-niyya, hakuna katika tendo lililo bora zaidi kifadhila mbele ya Allah kuliko jambo la kutafuta ilmu itakapokuwa imetengenea na kuwa sahihi nia yake. Hii kuonesha juu ya ubora wa ilmu, na mwanafunzi anatakiwa anuilie kwamba anasoma kitu bora kuliko hata ibada za sunna. Lakini pia katika nia ambazo zinuilie talibul ilmi ya 10, atakapokuwa anasoma anuilie lituballighahu liman yajhaluhu, ili ile elimu uifikishe kwa yule ambaye haijui, yani ad-da'wa, unuilie jambo la ad-da'wa. Na hili tanabahi, kunuilia jambo la da'wa haina maana kwamba sote tusimame juu ya manabir, juu ya mimbar, haina maana hiyo. Au watu wote wakae misikitini watoe mihadhara. Ikiwa unasomesha sawa, na ndio jambo linalotakiwa kusomesha misikitini na madarasa na hutuba, lakini kule kuwafikishia familia yako umeshafika malengo tayari. Ahli yako, watoto wako, wazazi wako, familia yako kwa ujumla, kuwafikishia tayari umeshafanya da'wa. Ili ufikie katika hilo na uingie katika daura hiyo, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi aliyoitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ballighu anni walau aya wa hadithu an bani Israila wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ballighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu hata ikiwa ni aya moja. Wenzetu tablighi wakafahamu vibaya hii hadithi, ukasema kwamba ballighu anni walau aya, manake uko umesoma kidogo tu ufikishe. Muradi sio huo. Muradi manake sehemu yote utakayokuwa umekaa usiache kufikisha tokayo kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hata kwa muda mdogo, hata kama ni aya moja. Lakini wewe unazo aya nyingi, lakini muktadha na ile majalis si majalis ya jambo hilo, basi ukipata mwanya penyeza hapo hapo. Na hiyo ndo inaitwa al-ihsan fi abidillah. Ukisoma kitabu al-qawl al-mufid fi adillati at-tauhid, al-qawl al-mufid fi adillati at-tauhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi, sio an-Najdi, al-Wusabi, mwanafunzi wa Sheikh Muqbil
bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala amri kitabu al-qawl al-mufid fi adillati at-tauhid, kaitwa al-kitabu at-tauhid al-kabir. Alipotaja zile daraja za maratibu ad-din, al-islam wal-iman wal-ihsan, alipotaja al-ihsan akataja akanukuu al-ihsani, miongoni mwa ihsani kwa waja wa Allah kuwafikishia yatokayo kwa Allah, hata kama katika majalis ya kahawa. Akatoa mfano majalisul qahwa, kama majalis ya kahawa, mmekaa mnakunywa kahawa, basi ukumbushe watu hata kama ni aya moja. Kwa hiyo unasoma ili uwe na maarifa, unapofika sehemu walau kalimatan yasira unaweza kuwafikishia watu, unasoma kwa nia hiyo pia vile vile. Lakini jambo la 11 katika kutengeneza nia, litadulla an-nasa ala al-khayr fata'khudha mithla ajrihim. Unasoma ilmu ili uwe na ilmu kwa ajili ya nini? Miongoni mwa nia, litadulla an-nasa ala al-khayr, ili wewe uwajulisha watu khairi, ile uliyoisoma uje uwajulishe watu. Fataakhudha mithla ajrihim, ili uje upate mfano wa ujira wao. Pale ukiwajulisha utachukua mfano wa ujira wao. Imekuja hadithi katika sahihi Muslim, hadithi ya Abu Huraira, anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, man daa ila huda, yoyote atakayewaita watu kunako uongofu, kana lahu min al-ajri, atapata yeye katika ujira mithlu ujuri man tabi'a, mfano wa ujira wa yule aliyemfuata yeye, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an, hapapungui katika ujira wao chochote. Addalu ala alkhairi kafa'ili, kwa ukimjulisha mtu khairi kamwambia Allah, mikono katika sala haifungwi hivyo, usahihi ni kufunga hivi. Kwa nini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umemjulisha khairi akaifuata ile khairi, thawabu anazozipata na unapata mfano wa thawabu zake. Mmenielewa? Na ile hadithi idha mata ibn adam inqata amaluhu illa, miongoni mwao al-ilm an-nafi'. Ndio hii sasa. Jambo la 12 katika nia zako, kutengeneza nia ili iwe salih na husnu nia kwenye kutafuta ilmu, litastaghfira laka al-makhluqat, ili wakutakie msamaha viumbe vya Allah, hatta al-malaika, mpaka malaika. Litastaghfira laka al-makhluqat, ili wakutakie msamaha viumbe. Hakuna binadamu ambaye hana madhambi, lakini madhambi unayoyafanya unatakiwa msamaha na viumbe vya Allah kwa sababu tu ya kusoma na kusomesha. Ile kusoma na kusomesha, kuna madhambi unayafanya Allah anayafuta kwa sababu ya jambo lako la kusoma na kusomesha. Hadithi imepokea al-Imam Tirmidhi na kaihasanisha. Sahaba Abu Umama al-Bahili anatuambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitajiwa watu wawili, abidu wa alim, mwenye kuabudu sana na yule ambaye anafanya ibada sana. Ndio akasema ile hadithi, wa fadhlul alimi ala al-abidi kafadhli al-qamari ala sairi al-kawakib, na ubora wa mwenye ilmu mbele ya yule mwenye kuabudu pasi na ilmu ni sawa na mwezi dhidi ya nyota. Inavong'aa mwezi katika 13, 14, 15, mwezi unapong'ara nyota hazionekani, hazina nguvu mwangaza wake, ndiyo alim. Kisha akasema maneno yafuatayo, inna Allaha, hakika Allah, wa malaikatahu, na malaika wake, wa ahla as-samawati wal aradhi, na viumbe vilivyomo mbinguni na ardhini, hatta an-namla fi juhriha, mpaka mdudu chungu aliye katika shimo lake, wa hatta al-hut, na mpaka samaki uko baharini,
la yusalluna ala muallimin nasi alkhaira, wanamsalia yule anayewafundisha watu khairi. Na sala zao, sala ya Allah juu ya mja wake ni athanau alayhi, anamsifia kwa sifa njema. Sala za malaika ni kumwombea rahma na kumwombea msamaha. Kadhalika alhutu wan namla. Nazingatia kwamba katika bahari kuna viumbe vingi vya Allah kuliko nchi kavu. Kuna viumbe wao vijua ndio kuviona, wale wazamiaji ndio wanaona. Vipo baharini. Katika ulimwengu wa bahari kuna viumbe vingi mno. Kiambo taja aina za samaki tuweze kumaliza wewe. Kubwa utaishia dagaa tonge, kibua, jodari, changu, tasi. Umeisha. Kama kuna songoro nani? Kwa samaki. Sijui kuna wengine atakuwa majina yao ya ajabu kweli kweli. Sawa? Hayo majina yao wasamaki wote wanakuombea msamaha wewe. Allahumma ghafir li fulan, Allahumma ghafir li fulan, Allahumma arhamhu. Hivi kuna fadhila nyingine unataka zaidi ya hii? Utalala. قال حافظ ابن أحمد الحكم لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. لو كما mtajua nafasi na kadri ya ilmu hawezi kulala. Talibul ilm hupitii masala mdogo wote, huna ratiba. Kifika nyumbani huna ratiba, au anakwenda kwa talibul ilm kwao ana PlayStation chumbani. Huu sio msiba, hii ni halaki kabisa yani, si ndio? Sasa unajua ustadhi, unajua mimi sijui, unajua ni wewe uliyoweka. Au ana TV chumbani, TV kidogo cha kuangalia jicho moja, macho mawili huoni vizuri, lazima jicho moja ulifunge ndio unaona vizuri kidogo, cha kutoa stress, au sio? Au ana download movie. Sasa unajua nimeenda kwenye wifi pale download movie. Sasa mwangalia mara mbili. Wewe umedownload movie, umedownload movie za nini? Najua muda mwingine una nini? Allah tuhifadhi. Hii ni fadhila. Tia nia hiyo upate msamaha wa viumbe vya Allah. Naam. Lakini jambo la mwisho katika nia zako, unanuilia likai takuna sababan fi hidayati ba'dhi an-nas. Likai takuna, ili wewe uwe sababan, ni sababu fi hidayati ba'dhi an-nas, katika kuongoka baadhi ya watu. Imepokelewa hadithi fi sahihaini, hadithi ya Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadithi ile aliposema Mtume sallam, la u'tiyanna ar-raya rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi, kila mmoja kawa na shauku apewe ile bendera. Akapewa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, akamwambia maneno yafuatayo: ala rislika, namwambia Ali, ala rislik, nenda kidogo kidogo. Kampa bendera akaongoze jihadi. Anamwambia nenda kidogo kidogo, hata tanzila bisahatihim, mpaka utakapofika katika viwanja vyao, katika mji wao, sehemu yao hao maadui. Ukifika hapo, thumma du'uhum ila alislam, jambo la kwanza walinganie kuna kwa Uislamu. Usimpige mtu panga Ali, usimuue mtu kwanza, walinganie katika Uislamu. Wa akhbiruhum, na wape habari wao, bima yajibu alaihim, kila kilichowajibika juu yao. Fa wallahi, na apa kwa Allah, la an yuhda bika rajulun, ikiwa ataongozwa, katika baadhi ya riwaya la an yahdi Allahu bika rajulan, ikiwa Allah atamuongoza mtu mmoja kwa sababu yako, umemlingania akaelewa, akafahamu, akafata uongofu kwa sababu yako, wewe ndio uliofikisha ile da'wa, mtu mmoja tu, khairul laka, hilo ni bora zaidi kwako, min humri na'am, kuliko hata
kupewa ngamia mwekundu. Ngamia mwekundu wakati huo ilikuwa ni thamani aghla katika athmani au katika anfasu amwali al-arab, mali yenye thamani zaidi ya Waarabu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliongea nao kwa lugha wanaoifahamu. Na sasa hivi niongee na nyinyi kwa lugha mnaoifahamu nyinyi. Sasa labda tujalie kwa haraka hapa, tusichukue ngamia, labda ngamia mwekundu hujataka kumuona, mamsikia tu katika hadithi na pengine thamani yake huijui, lakini ni zaidi ya ngamia mwekundu. Gari gani ghali zaidi duniani sasa hivi, ambayo hiyo gari hiyo ukiwa nayo wewe ni tajiri? Gari gani ghali zaidi? IST. Gari gani sasa? Hamujui? Ito nini? Rolls Royce. Yauzwaje? Au kitajia dola amenivuruga. TSH. Tushavuka B, au sio? Ukiambiwa B maana ni milioni 1000, si ndio? Watu hesabu bilioni 1 tukiweka hapa tunajaza mpaka wapi? Msikitini hapa. Ni pesa nyingi, si ndio? B maana tukikupa sasa hivi hapa uweza ukaingia wanda wazimu kwa ule kuchanganyikiwa, kwa furaha pesa zikachukuliwa kapeleka hospitali kwa ule furaha yako. Sasa hujawe kushika, si ndio? Sasa hiyo ikiwa utamuongoza mtu mmoja kupewa hizo, sio bora kuliko huyu mtu mmoja mbele ya Allah? Na utayajua haya kwa sababu gani? Siku ya Kiyama, sababu ni katika ilmu ya ghaibu. Ilmu ya ghaibu hakuna anayeamini isipokuwa mwenye imani, si ndio? Na ilmu ya ghaibu kufahamika zaidi, ilmu ya ghaibu manake usome uyafahamu. Na ndio maana Mtume sallam akawa na yakini zaidi, kwa sababu aliona, alichukuliwa mbinguni akaona. Mimi nayo tusimuliwa, lakini tusimuliwa na nani? Asdaq sadiqul masduq, au sio? Waqi' ndio unayojua wewe. Mfano unaambiwa wewe, unaambiwa kwamba la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Man? Malaika wanaadhibu kweli kweli, au sio? Sasa unaambiwa usifanye madhambi, malaika wanaadhibu, lakini unafanya madhambi, au sio? Sasa tuambiwe leo lini? Jumamosi, au sio? Tuambiwe ikifika saa 7 watu wote ndani, kwa kuwa jeshi tatembea njiani. Tukikutana nje nakutana na jeshi. Nani atatoka nje? Nani atatoka nje? Jeshi latembea huko mitaani. Ikifika saa 7 bakia ndani. Ukitoka nje utakumbana na jeshi. Nani atatoka nje? Kwa sababu ni waqi', unawajua wale watu, kukamata ama zako ama zao, au sio? Sasa kuamini ghaibu kwahitajia imani ya ziada, ambayo imani ya ziada kitu gani? Al-yaqin. Ma maana al-yaqin? Al-ilmu tam, elimu iliyotimia. Alipotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam khairun min humurin na'am, bora zaidi kumuongoa mtu mmoja kuliko mali yenye thamani zaidi ngamia mwekundu. Omba dua, kisha fanya juhudi uingie katika hili, katika nia ambazo utazitengeneza wewe. Ni hiyo, likaitakuna sababan fi hidayati ba'dhi nnas. Hizi ni nia ambazo inatakiwa mtu awe nazo. Kinyume na hizo, nipate shahadat, nipate mshahara, nipate jah, nipate ulu, nipate rifa katika mbele za watu na heshima, hizi ni nia fasida. Tutamwomba Allah tuepushe nazo. Sawa? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.